Naomba tuketi. Mheshimiwa Hajat Fatuma Mwasa, mkuu wa mkoa wa Kagera, ambaye leo mimi nimempa cheo kingine, anaitwa sasa profesa, kwa sababu huku Kagera kila mtu msomi, lazima awe profesa, awe dokta. Sasa mkuu wa mkoa wetu kuanzia leo ni Profesa Hajat Fatuma Mwasa. Mheshimiwa Florent Kiombo, mbunge wa Mkenge na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya utawala, katiba na sheria. Mheshimiwa Daktari Oscar Kikoyo, mbunge wa Muleba Kusini na mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Judge Immaculate Banzi, jaji mfawizi wa Mahakama Kuu Kanda ya Kagera ya Bukoba, Daktari Franklin Rezimura, naibu katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria. Nadhani hilo jina mmelisikia vizuri, Rezimura, na lazima uanze na daktari. Wakili msomi Amoni Mpanju, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Ndugu Patience Mtwina, nimekuona kule kwa mbali, katibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tambua uwepo wa mneki ndugu yetu Salim, mneki wa mkoa na mwakilishi wetu kichama kule taifani. Tambua uwepo wa Isaya Tendega, kaimu ras. Tambua uwepo wa ndugu Godson Gibson, mstahiki meya wa manispaa ya Bukoba, na kwa kupitia yeye waheshimiwa wote wenye viti wa halmashauri katika mkoa huu. Mheshimiwa Erasto Sima, mkuu wa wilaya, na kupitia yeye wakuu wa wilaya wote walioko hapa, wakuu wa taasisi za umma na taasisi binafsi, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, Mheshimiwa naibu msajili wa Mahakama Kuu, waheshimiwa madasi wote, madedi wote na kuu za wilaya, management ya wizara ambaye leo inaongozwa na Dr. Franklin Rezimura, akiwemo mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria Bi Esther Msambazi, mwakilishi wa chama cha mawakili wa serikali, mwakilishi wa rais wa chama cha mawakili Wakili Mariam Othman, mtendaji mkuu wa TLS, ndugu viongozi wa dini ambao umetupatia sala nzuri kabla hatujaanza shughuli yetu ya leo, viongozi wa kimila, wadau wa sheria, mawakili wasomi, wazee wa kimila na machifu, wananchi wote tulioko hapa. Kazi na utu, kazi na utu, kazi na utu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama watangulizi wangu, nami nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kila lililo bora, kila lililo jema na heri, na kutuwezesha kuwa hapa katika viwanja vya Mashujaa katika manispaa ya Bukoba. Ni kwa uwezo tu wa Mwenyezi Mungu tumeweza kuwa hapa na kuzindua kampeni hii rasmi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana,
Tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo anaiongoza nchi. Tunaona maendeleo katika kila sehemu. Ukitembea ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uhitaji kuvaa miwani kama mimi ili uyaone maendeleo. Yanaonekana kwa wazi kabisa. Lakini muhimu zaidi, sisi katika sekta ya sheria na sekta ya haki ametutendea mema sana. Kwa upande wa miundombinu, tumeona majengo mbalimbali yakijengwa, na mfano mzuri juzi, kama alivyosema Daktari Kiombo, tumezindua jengo kubwa kuliko lote la mahakama barani Afrika. Lakini ukienda mikoani pia majengo mbalimbali yanajengwa katika sekta hii ya sheria. Uteuzi wa waheshimiwa majaji, hakuna rais katika historia ya nchi hii ameteua majaji wengi kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii inasaidia wananchi kupata haki kwa wakati na kupunguza mlundikano wa mashauri mahakamani na kupunguza mlundikano wa mahabusu na wafungwa magereza. Lakini sio hivyo tu, haitoshi. Ameunda tume ya haki jinai ambayo iliongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Othman Mohamed Chande. Tume ile ilimaliza kazi yake, na sasa sisi kama serikali tunaanza utekelezaji wa mapendekezo ya tume ile. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi, kila Mtanzania, kila mtu ambaye anaishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale ambapo anaingia katika mfumo wa haki jinai, aweze kupata haki zake pasipo kusumbuliwa, pasipo kuonewa. Lakini sio hivyo tu. Hivi sasa amekwenda kuiangalia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo katika ibara yake ya 13 inaongelea usawa mbele ya sheria. Kila mtu anapokwenda mbele ya sheria aweze kushughulikiwa kwa usawa na mtu mwingine. Sasa kuna wenzetu ambao kwa namna moja au nyingine hawezi kupata huduma ya mawakili. Dr. Samia anatekeleza ibara ya 13 ya katiba kwa kuleta msaada wa kisheria. Mwaka 2017 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria namba 1 2017, sheria ya utoaji wa msaada wa kisheria. Daktari Samia kupitia mpango huu ambao tunauzindua hapa leo anatekeleza sheria namba 1 ya mwaka 2017. Kwa sababu sifa ya kiongozi mzuri ni kuheshimu katiba na sheria, na katika hili Daktari Samia anaheshimu katiba na sheria. Dr. Samia oye! Lakini waungwana wanasema muungwana lazima atimize ahadi yake. Daktari Samia na Chama cha Mapinduzi kiliwaahidi wa Tanzania mwaka 2020 kupitia ilani yake. Ukisoma ibara ya 119, ibara ya 120 na ibara ya 123, Chama cha Mapinduzi na Daktari Samia kiliwaahidi wa Tanzania haki, na mpango huu unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ndiyo maana tunamwona ndugu yetu mwenezi akiwa hapa akisimamia na kushuhudia utekelezaji wa ilani ambayo yeye ndiyo mmiliki wake. Dr. Samia oye! Lakini mshukuru mwenyeji wetu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kagera, Profesa Hajat Fatuma Mwasa. Profesa oye! Sasa baada hii Mheshimiwa RC wasikutishe hawa watani zangu hawa, sababu kila mtu profesa, na wewe ni profesa sasa. Na mimi waziri wa Katiba na Sheria ndo nimekupa profesa. Tukushukuru sana kwa mapokezi mazuri. Tukushukuru sana kwa maandalizi mazuri. Tukushukuru sana kwa kusimama kidete kuhakikisha
maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yanatekelezwa katika mkoa wako. Mimi na timu yangu tumeridhika na mapokezi na maandalizi tuliyowakuta Kagera, na tunawaahidi wana Kagera, katika siku 10 kuanzia leo tutawatendea haki. Mtapata kile ambacho Mheshimiwa Rais ametuagiza tuje tuwapatie. Lakini washukuru wadau wa sheria wa serikali na wale ambao sio wa kiserikali, ambao kwa urefu sana wametambulishwa hapa na Daktari Rwezimula pamoja na Kaimu Rasi. Utekelezaji wa jambo hili kwetu sisi wadau wa sheria ni mfano mzuri wa PPP, ubia kati ya taasisi za umma na serikali. Watu wengi wanadhani ubia ni katika majengo, barabara na miradi pekee. Hata katika huduma za jamii kama hizi unaona ubia kati za sekta za umma na serikali kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapata haki zao. Wadau wote ulioko hapa tunawashukuru sana sana, hususani wale ambao wanatoa msaada wa kisheria. Na mmoja yuko hapa, Bi Christina. Huyu ndio mkurugenzi wa watoa huduma za kisheria katika sekta binafsi. Uwepo wake hapa ni ushahidi wazi kwamba tunashirikiana kwa pamoja na tunakwenda vizuri kabisa. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, msaada huu wa kisheria ambao tumeueleza kwa urefu sana una makusudi ya kutekeleza katiba, una makusudi ya kutekeleza sheria, una makusudi ya kutekeleza ilani, lakini muhimu zaidi ni kutekeleza maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Aliniita mimi waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria Januari 2023 na akanieleza anatamani kuona kila Mtanzania popote alipo anapata vitu viwili: moja, elimu ya kisheria, lakini na pili, msaada wa kisheria ili kutatua changamoto ambazo zinawakabili. Hivyo tumekuja Kagera kuhakikisha kwamba hayo mawili sio tu yanatekelezwa, lakini yanatekelezwa vizuri, na wananchi wa Kagera waridhike, wamwambie Mheshimiwa Rais, kweli tumewaona wanasheria wako, tumewaona mawakili wako na wametutendea haki. Na katika kutenda haki, ndugu zangu, tumejipanga katika siku hizi 10 katika mkoa wa Kagera tutakwenda katika halmashauri zote 8. Hapa leo ni ufunguzi tu. Hatuna sababu ya kuwatoa watu kokote kuwaleta hapa Bukoba mjini. Sasa hivi Mheshimiwa Rais amebadilisha mtazamo. Siku zote tunafunga safari kuwafuata wanasheria, kuwafuata mawakili. Mheshimiwa Rais amebadilisha. Sasa hivi mwanasheria na wakili anakufuata wewe popote ulipo. Tunakwenda katika halmashauri 8, na katika kila halmashauri tutakwenda katika kata 10, na katika kila kata tutagusa vijiji 3, ili wananchi katika vijiji vingine katika kata hiyo wasogee katika vijiji vya jirani waweze kupata msaada huu. Wataalamu watakuwa kule. Baada ya uzinduzi huu kutakuwa na siku 9 za jasho na damu za kupambana kuhakikisha kila Watanzania wanapata elimu na msaada wa kisheria. Tunakwenda kwenye vijiji, tunakwenda kwenye mitaa kuhakikisha tunafanya hivyo. Na hapa si mara ya kwanza. Kama ilivyosemwa, tumekwenda katika mikoa 24. Kagera ni mkoa wa 25. Mwanzoni tulikusudia kufanya Kagera mkoa wa mwanzo, lakini tukashauriwa kwamba kule Kagera kuna maprofesa wengi, kuna madaktari wengi, kuna wanasheria wa mtaani wengi, na kila mtu ni msomi. Kwa hiyo kule, hebu nendeni mkiwa mmeshapita kwenye mikoa mingi na kupata uzoefu wa kutosha.
Sasa tuna uzoefu wa kukabiliana na maprofesa wa Kagera, tuna uzoefu wa kukabiliana na madaktari wa Kagera. Sasa unaambia ukienda kule Kanyigo nusu ya kijiji ni maprofesa. Sasa sisi tutakwenda Kanyigo, tumejipanga kweli kweli. Uzoefu katika mikoa 24 hii inatupa nguvu ya kwenda na kutoa haki katika mkoa huu. Na mikoa iliyosalia ambayo ni mikoa ya upande wa Zanzibar na Dar es Salaam itakamilika ndani ya mwezi Mei mwaka huu. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lazima tukamilishe mikoa yote pasipo kuchelewa. Ndugu zangu, kauli mbiu ya mpango huu wa msaada wa kisheria inasema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Maneno haya ni maneno muhimu sana. Sehemu yoyote ambayo hakuna haki, ambayo haki imefinyangwa, haki imekanyagwa, haki imedhulumiwa, maana yake hakuna usawa. Kuna mmoja anasharubu kuliko wengine, ndio anawaonea wenzake, ananyang'anya haki zao. Sasa sisi tumepanga kupitia mpango huu kuleta haki kwa kila Mtanzania, kama ambavyo ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema binadamu wote ni sawa mbele ya macho ya kisheria. Inawezekana tukatofautiana, wengine wakawa warefu, wengine wafupi kama mimi, wengine wakawa wembamba, wengine wakawa wanene, wengine wakawa matajiri, wengine wakawa masikini, wengine wakawa wasomi, wengine wakawa hawajasoma, lakini mbele ya macho ya sheria na kwa mjibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 binadamu wote ni sawa. Usawa huo ndio tunakusudia kuuleta kupitia kampeni hii, na tukiupata haki na kuleta usawa, tutajenga amani, na nchi ikiwa na amani ndipo tutapata maendeleo. Sehemu yoyote yenye vita hakuna amani. Na nyinyi wenyeji wa mkoa wa Kagera mnakumbuka, kwa sababu kuna vita ya Kagera ilipiganwa hapa, kule Mtukula, Kiaka na maeneo mengine. Wakati wa vita kulikuwa hakuna maendeleo kwa sababu kulikuwa hakuna amani. Sasa tunataka tuilete amani ili tuwete maendeleo. Lakini mpango huu ni mpango ambao unaongozwa sio tu na katiba na sheria, lakini pia unaongozwa na falsafa nzima ya utawala wa kisheria. Utawala wa kisheria unamtaka kila mtu aheshimu sheria. Kwa kila jambo ambalo analitenda, alitende kwa mjibu wa sheria. Kama wewe una mamlaka ya kuwahudumia wananchi, toa huduma hizo kwa mjibu wa sheria. Kama wewe una mamlaka ya kutoa haki, toa haki kwa mjibu wa sheria. Sasa mpango huu pia unaongozwa na dhana nzima ya utawala wa kisheria, au kwa huku Bukoba kwa Kihaya tunaita rule of law. Mpango huu unaongozwa pia na falsafa ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya R4 au 4R, ndiyo ambayo inaongoza, ambayo inaongelea maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya. Katika kutekeleza, tunatumia sana utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Njia rasmi utamkuta mheshimiwa jaji yuko kule mahakamani, amevaa joho lake, polisi na askari kama wote mle ndani. Akifika kila mtu anasimama, kesi zinaongelewa. Hiyo ndio njia rasmi. Hapa tunafanya njia mbadala, njia ambayo ndio asili ya Waafrika, asili ya Watanzania. Tunaketi kwa pamoja katika meza ya mduara, tunaongea, tunajadiliana, tunakubaliana, tunamaliza hizo changamoto, tunapeana mikono, tunasonga mbele. Hiyo ni falsafa ya Mheshimiwa Rais ambaye ametupatia, na sisi tunaitumia. Na mpaka sasa katika maeneo ambayo tumepita, tumekutana na changamoto zifuatazo.
Moja, migogoro ya ardhi, na amesema hapa Mheshimiwa Profesa Hajat Fatuma Mwasa. Nisingependa kurudia kwa sababu nitaharibu yale maneno mazuri ambayo ameyasema. Lakini pia kuna changamoto za ndoa, mirathi, madai na jinai, lakini na ukatili wa kijinsia. Na ukatili wa kijinsia amelisema sana Mheshimiwa wakili msomi Amon Mpanju, naibu katibu mkuu. Ameongea maneno mazuri sana, nisingependa kuwabadilisha, lakini niseme, niwaombe viongozi wa dini, niwaombe wanafamilia, kwa kuwa tatizo hili linatokana na familia zetu. Chimbuko la ukatili wa kijinsia ni kwenye familia. Wajibu wa kwanza upo kwenye familia. Lakini pia viongozi wa dini mna nafasi kubwa sana ya kupambana na ukatili wa kijinsia, ili tuweze kuutokomeza kabisa na nchi yetu iwe nzuri, iwe salama na iwe ya maendeleo. Mpango huu pia ni utekelezaji wa haki za binadamu kama ambavyo umeelezwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na miongozo mingine ya haki za binadamu ya kitaifa na kimataifa ambayo Tanzania tumesaini na kuridhia. Sasa tunapoongea haki za binadamu, kuna watu wanataka kupotosha kuhusiana na haki za binadamu. Haki za binadamu ni dhana pana sana, na kupitia mpango huu niruhusu niweleze kidogo. Haki za binadamu zipo zile za kiraia na kisiasa, ambazo sasa wanasiasa wengi na vyama vya siasa ndo wanapenda kuviongea hiyo. Lakini haki za binadamu zipo za kijamii na za kiuchumi. Unapofanya kazi, ni haki yako kufanya kazi na kupata ujira, hiyo ni haki ya binadamu. Swala la kupata elimu ni haki za binadamu. Swala la kupata huduma za afya ni haki za binadamu. Swala la kupata usafiri mzuri ni haki za binadamu. Swala la kupata msaada wa kisheria huu tunaotoa hapa ni haki za binadamu. Kwa hiyo tukimwona Samia anajenga shule, anajenga hospitali, anajenga reli, anajenga barabara, anajenga airport, anatekeleza haki za binadamu. Na kwa kipimo hicho Samia amefanya mengi sana. Anastahili pongezi katika utekelezaji wa haki za binadamu. Tusiongee zile za kiraia na za kisiasa peke yake, hapana, tuongee na hizi nyingine. Kuna haki za makundi, haki za kimazingira, hizo ni haki za binadamu. Kwa sababu ukichafua mazingira wewe, haujiathiri wewe mwenyewe tu, unaathiri na wote. Sasa katika kutekeleza haki za binadamu ni lazima tukumbushane. Moja kati ya haki ya msingi ya kiraia na ya kisiasa ambayo sisi wanasiasa tunapenda kuisema sana ni haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya 5, ibara ndogo ya kwanza, imesema Mtanzania mwenye miaka zaidi ya 18, yani 18 na kuendelea, ana haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Ni haki ya binadamu hiyo. Lakini haki hiyo, ibara ndogo ya 2 imesema inaweza kuondoshwa kwa sababu zifuatazo. Moja, endapo wewe sio raia wa Tanzania, yani ni raia wa nchi nyingine. Sababu ya 2, endapo una ugonjwa wa akili au Waswahili wanasema chizi. Sababu ya 3, endapo umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ambayo ni makubwa sana, sio haya madogo madogo. Sababu ya 4, endapo hauna kitambulisho, kitambulisho cha umri, kitambulisho cha uraia ama kitambulisho cha mpiga kura. Hizi ndizo sababu 4
zinaweza kukufanya wewe ukose haki yako ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Si maneno yangu mimi, ni maneno ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo hapa, na ukisoma katika ibara ndogo ya pili, ibara ya 5, ibara ndogo ya pili, naomba niwasomee sentensi hii. Inasema, mbali na sababu hizo, manake hizi 4 nilizozisema, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura mbali ya hizi 4. Sasa nalisisitiza hili kwa sababu katika siku za karibuni wamejitokeza watu wanaotaka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini, sijaona yoyote akizisema hizi sababu 4. Sijaona yoyote akisema Watanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia. Msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maana akikwambia mtu usishiriki, wewe ni chizi. Anayesema tusishiriki uchaguzi, maana anakuambia wewe ni mwenda wazimu, na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini? Shughuli za uchaguzi. Au anasema wewe ni mhalifu ambao umetiwa hatiani, au hauna kitambulisho. Sijasikia mtu akisema sababu hizo. Na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa hayo maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa ibara ya 5, ibara ndogo ya pili. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo? Na haki hiyo sio haki inayotolewa kwa makundi, ni haki ya mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kura. Niwahakikishie serikali yetu iko imara. Iko imara kweli kweli. Uchaguzi wa Oktoba upo, na wananchi tujipange. Waendaka kugomea wakagombee, wanataka kwenda kupiga kura wataenda kupiga kura, kwa sababu haya ni maelekezo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi ndio waziri mwenye dhamana ya katiba. Ndio maana wizara yangu inaitwa Wizara ya Katiba na Sheria. Mawaziri wengine wamepewa kazi nyingine. Wapo ambao wamepewa kusimamia maji kama ndugu yangu Aweso, kilimo kama ndugu yangu Bashe, fedha kama Mwiguru, barabara kama Ulega. Lakini mimi kazi yangu ya kwanza ni kusimamia katiba, na kazi yangu ya pili ni kusimamia sheria. Kwa hiyo niwaambie Watanzania kwenye hili tusipotoshwe. Sababu ni 4 tu, mnazikumbuka jamani? Sababu ni ngapi? Na katiba inasema hakuna sababu nyingine. Wakija tuwaambie kwa mjibu wa ibara ya 5, ibara ndogo ya pili, sababu ni 4. Tuambie wewe tusiende kwa sababu gani? Tusishiriki kwa sababu gani? Yaani unatuona sisi sio raia? Unatuona sisi wenda wazimu? Unatuona sisi hatuna vitambulisho? Unatuona sisi ni wahalifu ambao tumetiwa hatiani? Nje hapo katiba ni wazi, wasitake kutupotosha. Na katika nchi hii ibara ya 4 inasema mamlaka ya nchi yatatekelezwa na vyombo vitatu. Chombo cha kwanza ni serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Chombo cha pili ni mahakama ambayo inaongozwa na Profesa Ibrahim Juma. Chombo cha tatu ni bunge ambayo inaongozwa na daktari wakili msomi Tulia Ackson Mwansasu. Kwa mjibu wa katiba, hivi ndivyo vyombo vinavyoongoza nchi, si mtu mwingine.
Chama cha siasa ukitaka kuongoza nchi, nenda kashinde uchaguzi kwanza, ndio utaunda serikali. Usiposhinda uchaguzi, huna mamlaka ya kuendesha nchi. Unaweza kukosoa, unaweza kushauri, na unapokosoa na kushauri, tumia lugha za staa. Ukitumia lugha ambazo za staa, hatutakuelewa. Lakini pia tumesema kuheshimu sheria, utawala wa kisheria na haki na usawa mbele ya sheria. Hakuna mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko juu ya sheria. Kila mtu lazima aheshimu sheria. Tukafika sehemu kiongozi anahamasisha watu wasifuate sheria, nchi haitatawalika. Na nchi isipotawalika ni kwa faida ya nani? Wewe kijana unayeshawishiwa usifuate sheria, ni kwa faida ya nani nchi isipotawalika? Lazima nchi itawalike, lazima kuwe na amani, lazima tufuate sheria. Ndio maana ya utawala wa sheria. Jambo lote tunalolifanya, tulifanye kwa kuheshimu sheria. Kama sheria ni mbaya, katiba imetupa muongozo. Muongozo wa kwanza unakwenda bungeni, kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kufanya mabadiliko ya sheria hiyo. Lakini ukiona njia ya bunge sio nzuri, unakwenda mahakamani, unafungua shauri la kikatiba, unasema, Mheshimiwa Jaji, sheria hii sio nzuri kwa sababu inakinzana na kifungu hiki cha katiba, na mahakama inakuwa na mamlaka ya kuisema na kuitangaza sheria hiyo batili. Tuna hizo njia mbili tu za kuweza kubadilisha sheria ambazo tunaona hazifai. Njia nyingine zozote tunazopewa sio njia sahihi, na tutaifikisha nchi yetu pabaya. Nikiwa waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, ni lazima nisisitize hilo kupitia mpango huu wa Mama Samia Legal Aid Campaign, ambao una kusudi la kutoa elimu na pia kutoa msaada wa kisheria. Na hii sasa leo nimetoa elimu kwa maprofesa wa Kagera. Msaada huu ni endelevu. Baada ya siku 10 hizi, tusije tukadhani ndio mwisho. Serikali imeajiri maafisa madawati zaidi ya 400. Imewapeleka kwenye halmashauri zote. Kwa hiyo baada ya siku 10 hizi, nenda kwenye halmashauri yako kama bado una tatizo, muone afisa dawati. Afisa dawati atawasiliana na timu yetu, na bado utaendelea kupata msaada. Tunasema msaada huu ni bure kwa sababu wananchi hawalipii, lakini ukweli ni kwamba umelipiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Gharama zote amelipia Dr. Samia Suluhu Hassan. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Sijui sisi tutamlipa nini huyu mama mwenye upendo huu. Tumuombee afya njema kwa Mwenyezi Mungu, na tumuombee ushindi wa kishindo Oktoba 2025. Kama kuna watu wanataka kuweka mpira kwa pani, ruksa kuweka mpira kwa pani, lakini mechi haiahirishwi, iko pale pale. Na hili nalisisitiza, nimweleze mwenezi, mechi haiahirishwi. Mwenezi, mechi haiahirishwi, iko pale pale. Pamoja na hao maafisa madawati ambao wameajiriwa, wanalipwa mshahara na Samia ili kuwahudumia wananchi katika halmashauri zote 184. Pia wizara imeingia mkataba na chama cha mawakili Tanganyika, ambaye mtendaji mkuu yuko hapa. Huyu ndo alisaini huo mkataba. Na katika kutekeleza, serikali pia imewapatia gari ili watekeleze shughuli hizo, kuhakikisha wananchi wanapata haki zao. Lakini pia tumeongeza mafunzo kwa wasaidizi wa sheria, paralegals. Walikuwa wachache sana, lakini sasa hivi tuna paralegal 2205, na bado tunaendelea kutoa
mafunzo zaidi, ili waenee katika kila kijiji, kila mtaa kiwe na paralegal kwa ajili ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Lakini pia tumeongeza taasisi za utoaji wa msaada wa kisheria, zimefikia sasa 377 kutoka 84 wakati Mama Samia anaingia madarakani, na Christina ndio msimamizi wa taasisi hizo. Lakini tunaendelea kushirikiana na vyuo vikuu mbalimbali, hasa vitivo vya sheria na shule za sheria, nao wana madawati ya msaada wa kisheria, ni sehemu ya utekelezaji wa jambo hili. Katika msaada huu tuna taasisi yetu ya serikali inaitwa RITA, na katika kila ofisi ya mkuu wa wilaya kuna ofisi ya RITA pale. Tumewazoea wakifanya usajili wa vizazi, usajili wa vifo, usajili wa ndoa na usajili nyingine. Lakini niwaambie, RITA ndio wanaosajili na kusimamia wadhamini, wadhamini wa taasisi za dini, misikiti na makanisa, wadhamini wa vyama vya siasa, wadhamini wa taasisi nyingine. Lakini pia RITA wanashughulikia masuala ya ndoa na wosia. Kwa hiyo wadhamini hasa wa dini, panapotokea mgogoro wa dini, kimbilieni kwenye ofisi ya RITA pale kwa mkuu wa wilaya. Sisi wananchi wa kawaida, sisi sote tutakufa na tutaacha kila kitu hapa duniani, sisi kutangulia huko kwenye maisha mapya. Je, unatamani vitu ulivyoviacha viendelee au vife? Na viendelee kwa mustakabali upi? Ndio fursa sasa ya kuandika wosia, ili useme unataka baada ya maisha yako ya duniani mambo yako na familia yako iendelezwe vipi. Kuandika wosia sio kujichulia, ni kuweka mambo yako vizuri, na wataalamu wako hapa watawapeni elimu na hata kuandikia wosia huo mkihitaji. Hii ninawaomba sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitoe rai kwa viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, viongozi wa tarafa, viongozi wa kata, viongozi wa vijiji na viongozi wa mitaa. Tutumie njia ya utatuzi wa mgogoro kwa njia mbadala, badala ya kukimbilia kwenye vyombo vya sheria kila wakati. Na wote niliowataja wana mamlaka hayo ya kufanya utatuzi. Tusisubiri mpaka kiongozi wa kitaifa anakuja. Wewe mwenyekiti wa kijiji usiwe mzalishaji wa migogoro, kuwa mtatuzi wa mgogoro. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa usiwe mzalishaji wa mgogoro, kuwa mtatuzi wa mgogoro. Mtendaji wa kata na mheshimiwa diwani, kuwa mtatuzi wa mgogoro. Mheshimiwa DC, dasi na kuu yako, mheshimiwa rasi, rasi na kuu yako, kuweni watatuzi wa migogoro ili tuondoe migogoro katika jamii. Lakini tuna vyombo vya habari, mko hapa kwa wingi sana, mmeshirikiana nasi vizuri katika mikoa 24 na huu wa 25. Ninaona ushirika unakwenda vizuri. Kupitia nyinyi tumefanikiwa kuwaelimisha Watanzania zaidi ya milioni 43. Tunawashukuru sana sana, na tunaomba muendelee kuelimisha wananchi, kuwafikishia ujumbe, kufanya kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuagiza tuifanye. Kwa wananchi wote ambao mmejitokeza hapa leo katika viwanja vya manispaa katika mji wa Bukoba, tunawashukuru sana 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 kwa kujitokeza kwenu. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafsi yangu haitaridhika endapo sitasema neno moja. Kule Dodoma nimepata bahati, nakaa katika nyumba za TBA, nakaa kwenye gorofa ya kwanza. Chini yangu ambapo sakafu yangu mimi, yeye ndio rufu yake, anakaa kijana mmoja mtanashati,
msomi mchapakazi anaitwa wakili msomi Biabato. Kwa hiyo ni jirani yangu, ninamjua vilivyo. Yaani sakafu yangu mimi ndio rufu yake yeye. Akikohoa mimi nasikia. Wana Bukoba, mna bahati sana kupata mbunge wa aina hii. Unajua mbunge, msimwangalie tu kwenye ngazi ya jimbo. Mbunge ni tarishi ambaye mnamtoa Bukoba na mnamtuma Dodoma. Inawezekana mkamuona hapa anawafaa. Swali, je, kule Dodoma atafaa? Mitaa ya Dodoma anaijua? Anajua wapi akabonyeze batani ili awaletee maendeleo? Niwaambie, wakili msomi Mheshimiwa Biabato anatosha. Kwa sababu namjua na ninaongea pasipo shaka yoyote. Hata nikiulizwa na Mwenyezi Mungu kama Biabato anatosha, nitamwambia ndiyo, Mwenyezi Mungu, Biabato anatosha. Na kwa ushahidi nyinyi mnaona hapa Bukoba ambaye nilikuwa nakuja mimi, naona imebadilika. Naziona barabara za lami zikijengwa. Ninaona katika elimu shule zinaongezeka. Katika afya vituo vya afya zahanati zinajengwa. Soko pale mmeona habari inakwenda vizuri kabisa. Stendi inakwenda vizuri kabisa. Ndege zinaendelea kutua. Hata mimi jana nimekuja na ndege. Lakini mahusiano yake na wananchi ni mazuri mno. Mahusiano yake na viongozi wa chama na serikali ni mazuri mno. Biabato amewafanyia mema sana. Kwa uwezo wake na kwa umri wake na kwa elimu yake, bado mnamhitaji kuendelea kuwa naye. Na mbunge, huwezi kumpima mbunge kwa miaka 5. Ili mbunge useme amefanya kazi au hajafanya kazi, muda ni miaka 15. Miaka 5 anajifunza. Kwa sababu kule bungeni nako ni kugumu. Kuna kanuni za kudumu za bunge kule. Unaweza ukasimama, spika akakwambia kaa chini. Unasimama kwa kanuni gani? Lakini Biabato wakili msomi ndani ya miaka 5 hivi ameweza kila kitu. Mkimpa miaka 5 mingine, mtaona maendeleo makubwa kwa Biabato. Lakini mimi nimsemee mambo mengi, ila hususani mawili. Jambo la kwanza, angalieni miradi ya tactics. Mambo ambayo ameyafanya katika miradi ya tactics. Soko tumelisema hapa. Na niwashukuru wananchi wa Bukoba, mmeamua kuondoka pale sokoni kwa hiari yenu kwa sababu mmeona maendeleo yanakuja. Jipigieni makofi sana. Stendi, kingo za Kanoni, ameleta taa sasa hivi mjini hapa, mji unang'aa. Na barabara za lami kilomita 10. Lakini kwetu sisi Wizara ya Katiba na Sheria tumeandaa tuzo kwa sababu ya Biabato. Kwa sababu yeye ni mbunge ambaye anatumia ofisi yake kutoa msaada wa kisheria. Yaani kaigeuza ofisi yake kusikiliza changamoto za kisheria za wananchi. Huyo ndiyo mbunge ambayo wana Bukoba mnatakiwa mumuunge mkono na mumpe 5 tena. Lakini mkoa huu, Mheshimiwa RC, una bahati sana. Una wabunge 16.
Katika 16 wawili ni wa kuteuliwa. Ni vigumu sana. Unajua uteuzi, Mheshimiwa Rais ana nafasi 10 tu. 10 tu. Na mikoa iko mingapi? 31. Yaani tukisema tugawane angalau mmoja mmoja, ni mikoa 10 tu itapata. Kagera mmepata wawili. Hivyo ndivyo namna ambavyo Mheshimiwa Rais anawapenda wana Kagera. Lakini wabunge wote wa Kagera wanafanya kazi vizuri sana. Mwenyekiti wangu, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Kiombo ndio anaongoza wizara pale bungeni. Ndio anapitisha bajeti ya wizara. Ndio maana jambo hili limekuja leo kwa heshima yake. Sambamba na Daktari Kikoi, naye ni mjumbe wa kamati. Bila yeye bajeti ya wizara haipiti. Wanafanya kazi nzuri sana. Lakini kuna wabunge wengine, Mheshimiwa Chazi Mwijage, mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Kagera. Ana jina lake moja maarufu, anaitwa propagandist. Anafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Chiwelesa napenda kumuita engineer. Anaupiga mwingi sana. Mheshimiwa Ndaisaba kule Ngara anafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Innocent Bashungwa, na huyu ni shemeji yangu, anafanya kazi nzuri sana. Msitake kuuliza shemeji yangu kwa vipi, tunajuana mimi na yeye. Mheshimiwa Bilakate anafanya kazi vizuri sana kule Kyerwa. Mheshimiwa Biabato ndio nimeshamsema hapa. Wabunge wetu wawili wa kuteuliwa, Daktari Bashiru pamoja na Balozi Mulamula, nao wanaupiga mwingi sana kule bungeni. Mheshimiwa Oliver Semgeruka pamoja na Mheshimiwa Benadeta Mushashu na Neema Lugangira, hawa ni wabunge wa viti maalum. Niwaambie, mlipata wabunge wa viti maalum katika mkoa huu, wanafanya kazi vizuri sana 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 sana. Lakini Mheshimiwa Jason Roikiza, mimi napenda kumuita senior counsel, wakili msomi, anaupiga mwingi sana. Naye kule ni mwenyekiti wa kamati ya sheria ndogo. Ukiona bunge linakupa wewe mwenyekiti wa kamati, ni heshima kubwa sana. Pia tuna wabunge wawili wa kutoka Chadema, Mheshimiwa Natropia na Mheshimiwa Kondesta. Nao wanafanya kazi nzuri sana 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 sana. Unajua uzuri wa sisi Chama cha Mapinduzi, hata kama unatoka upinzani, ukiwa unafanya vizuri tunakuambia kama unafanya vizuri. Ukiwa ufanyi vizuri, kazi yako wewe ni kupotosha umma, tutakuambia hapa kaka unatupeleka chaka. Kwa hiyo wabunge wote wa mkoa wa Kagera wanafanya kazi vizuri. Ndugu wananchi, niliomba kuwa mgeni rasmi na kuzindua kampeni hii. Niko tayari sasa kufanya kazi hiyo ya uzinduzi. Lakini kabla ya kuzindua niseme, nitawasikiliza wananchi hapa kati ya 3 au 5 hapa. Na tutatoa maelekezo na utatuzi hapa. Kwa wale wananchi sasa ambao wako hao 5, naomba wajiongee hapa. Wakati wananchi hao wanakuja, naomba nitamke sasa kuwa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia katika mkoa wa Kagera imezinduliwa rasmi leo tarehe 14 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Asante. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Nafasi. Sitoki hapa mpaka niwasikilize wale watu. Ndicho ambacho Mheshimiwa Rais amenituma. Waje, tuko tayari. Wamepewa nafasi watu 5. Naamini utaratibu unafanyika hapo ile. Ni watu 5 tu. Wengine tutazunguka kwenye wilaya zote kuwasikiliza. Kwa hiyo msiongezeke. Sasa nyinyi 5 njooni hapa. Daktari, tupe hayo majina. Mheshimiwa mgeni rasmi,
tunao wananchi 5, 3 ni akina mama na mwanaume ni mmoja, na wote ni migogoro ya ardhi. Wa kwanza anaitwa Sala Nua Koliva Alois kutoka Kyerwa DC. Sara yuko wapi? Sala Nua Koliva Alois. Msome na wa pili. Wa pili ni Adelina Stefano Katula, huyu anatoka Bukoba DC. Wa tatu atakuwa ni Stella Simon Keikwa, Bukoba Manispaa. Wa nne atakuwa ni Happiness Paul, na wa tano atakuwa ni Elieza Mutasingwa Tibesigwa. Kama ukusomwa, subiri kwenye mabanda kule, huduma itakuja na tutazunguka wilaya nzima. Kama jina lako alikusomwa, kama jina lako hakusomwa, subiri kule, nitakuja. Subiri kwenye banda la wizara pale, nitapita. Aya, anza dada yangu, jitambulishe tuingie kazini. Mi kwa majina naitwa Happiness Paulo, ni mkazi wa manispaa ya Bukoba. Lakini shida yangu ni shamba na mgogoro liko wilaya ya Misenyi. Kwa hiyo kule Misenyi nilishtaki kwenye kata, wamesema kwamba hili limewashinda uwezo wao nililete mahakama ya ardhi Bukoba. Kwa hiyo nikaja mahakama ya ardhi, nikapewa barua kwa ajili ya kuhamisha kesi yangu kutoka kwenye kata Kilimili ile wilaya ya Misenyi. Sasa nilivyofika mahakama ya ardhi, nikawakuta makalani, wakaniambia kufungua kesi kwanza na vielelezo vyako 54,000, alafu wakanitafutia mawakili, kila wakili alikuwa na bei yake. Nikashindwa, nikasema hili faili nalitunza kwa vile kule nilitoka nimepata ushindi. Siku nikipata 255,000 kwa ajili ya kufungua kesi ndo nitarudi tena mahakamani. Nikawa nimerudi nyumbani. Lakini tazama muujiza wa mama yetu Samia umefika Bukoba, na mimi napokea tena sasa hivi ardhi yangu iko wilaya ya Misenyi, kata Kilimili, na ni eka 5 za shamba. Asante sana dada Happiness. Subiri kwanza, subiri, hatujamaliza na Happiness. Esther, Happiness anataka wakili. Amekosa fedha ya kumlipia wakili. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo anakukabidhi wakili ambaye analipiwa na Mheshimiwa Rais. Asante, nashukuru sana. Esther, lete wakili. Esther, lete wakili. Naomba mawakili tuwe active. Nasubiri wakili, nimkabidhi kwa Happiness hapa. Wakili wa Mama Samia. Njoo huku. Kule kwa mteja wako. Unaitwa nani wakili msomi? Mwanaidi Msangi. Dada Happiness. Abe. Kuanzia sasa, ndio Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio kipenzi chetu, ndio amekupatia wakili anaitwa Msangi. Amina, nashukuru sana. Huyo hapo, abariki. Ambatana naye, unakwenda pale kwenye kibanda, kazi inaanza sasa. Ndio, mbarikiwe sana. Dr. Samia oye! Oye! Nani kama Samia? Haki oye! Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Haya, anayefuata. Asante sana waheshimiwa. Kwa jina naitwa Stella Simeoni Teikwa. Ni mzaliwa wa kijiji Maruku Kiansozi. Mimi nimeendesha kesi na kaka yangu ndani ya miaka 5, nikawa nimeshinda. Nilipomaliza kumshinda kaka yangu, ambaye kaka yangu aliyemuuzia lile shamba anaitwa Geoffrey Kabakaki, ndo niko na ametufungulia mashtaka.
ndo niko nashtakiana naye. Tunapoenda mahakamani tunapigwa tarehe aziishi. Mpaka saizi nina miaka 4 sijasikilizwa mheshimiwa. Kwa hiyo ndo tatizo langu, nimekuja mbele zenu mnisaidie wazazi wangu. Asante dada yangu Stella. Huyu kaka yako Geoffrey yuko hapa? Aliweka wakili, sijui yuko hapa wapi. Leo yupo? Yupo, mimi sijui yuko wapi mheshimiwa. Jamani, Geoffrey Kabakaki yuko hapa? Hayupo. Ameweka wakili, wewe hauna wakili? Ameweka wakili Geoffrey Kabaka. Wakili wake anaitwa nani? Anaitwa Lameki. Lameki. Wakili msomi Lameki yuko hapa? Wakili msomi Lameki yuko hapa? Hayupo. Haya, sasa na wewe tunakukabidhi wakili. Asante mheshimiwa. Ili aweze kukusaidia. Asante Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ana mawakili kama wote hapa. Tuwakabidhi wakili. Haya, wakili yuko wapi? Wakili msomi unaitwa nani? Naitwa Ponsian Mjuu. Ponsian. Wakili msomi Ponsian. Umesikia maelezo? Simama dada yangu tafadhali. Umesikia maelezo ya dada Stella? Nitamsikiliza. Miaka 4 kesi haiishi. Kwa mjibu wa mwongozo wa Jaji Mkuu, kesi yoyote mahakama ya mwanzo ni miezi 6. Mahakama ya wilaya ile District Land and Housing Tribunal sawa na mahakama ya wilaya. Pamoja na mahakama ya hakimu mkazi mwaka. Mahakama kuu miaka 2. Sasa hiyo kesi ya miaka 4 isiyoisha ni ipi? Wewe ni wakili msomi, wakili wa Daktari Samia Suluhu Hassan, na ukabidhi sasa, nenda kamalize kadhia hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Dr. Samia oye! Oye! Kazi jamani, makofi haya hayajatosha kwa mama, hayajatosha. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Haya, anayefuata. Mpe mic. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa jina ninaitwa Adelina Stefano Katula, ni mkazi wa Bukoba DC. Nimefika hapa ili niweze kupata msaada wa kupewa eneo la uwanja wa nyumba au sehemu ya kutokea kama barabara. Mwaka 2012 nilinunua sehemu ya shamba nikawa nimejenga, lakini toka mahali pale mwaka 2020 nikahamia pale. Nimehangaika sana kutafuta sehemu ya kupita, kwa wale walioniuzia wamenifungia sehemu ya kupita mheshimiwa. Nashindwa hata jinsi ya kwenda nyumbani, ni kama vile niko kichakani. Nimehangaika kwenye baraza la ardhi la kata, wameniambia kwamba niende baraza la ardhi la wilaya, na kutokana na jinsi ya uchumi nilionao wakaniambia kwamba utaweka wakili. Nimeshindwa kwa sababu kwenye baraza la ardhi la kata tumeisha lipa gharama. Mpaka kufikia wakati huu sijapata sehemu ya kutokea, ni kama vile niko kichakani. Mheshimiwa, kwa msaada wako naomba nisaidiwe ili nami niweze kuishi kama binadamu wengine, angalau nipate njia au uwanja wa kutokea. Huyo ambaye amekuzuia njia, alikuuzia amekuzuia njia, anaitwa nani? Aliyenizuia njia anaitwa Ashura Isa Kalumna, niliuziwa na mama yake mzazi. Yupo hapa? Hayupo. Yuko Bukoba DC? Ndio. Haya, sasa wewe tutafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, timu ya Bukoba DC, nani kiongozi wa Mama Samia Legal Aid Bukoba DC? Wewe ndio kiongozi? Ndio mheshimiwa. Sasa kwa kuwa kesho mnakwenda Bukoba DC, ndio, moja, muite Ashura Isa Kalumna. Sawa mheshimiwa. Ukiwa na maafisa ardhi, mfanye ADR, na jambo hilo nataka liishe. Sawa mheshimiwa. Mimi nitakuja Bukoba DC kesho kutwa.
na nataka hilo nikute limeisha. Sawa mheshimiwa. Dr. Samia oye! Oye! Haya, asante sana. Jamani, limeisha hilo, bado hatujapiga makofi. Anayefuata. Asante mheshimiwa. Mimi jina langu naitwa Elieza Mtasingwa Tibesigwa. Ongeza sauti. Naitwa Elieza Mtasingwa Tibesigwa. Ndio. Nimekuja hapa kwa sababu mpwa wangu amevamia shamba la ukoo. Mpwa wako anaitwa nani? Anaitwa Justo Yosia. Justo Yosia. Ndio. Shamba liko wapi? Liko Ibosa Kashangati. Bukoba DC hiyo mheshimiwa. Bukoba DC. Ndio. Yeye sababu ya kuvamia anasema nini? Alimtunza mama yake na mama yake amekufa na mdogo wake akafa. Sasa baada ya kumwambia bwana uondoke kwenye shamba hili ni la ukoo, yeye anagangania wakati Yosia ninayo ya baba mkubwa wangu. Hilo shamba la ukoo kwa maana ipi? Yaani akina nani? Ni la ukoo, ni la Bashasha. Ukoo wa Bashasha. Ndio. Na yeye ni nani? Ni yeye ni mpwa. Yaani kwa nini unasema ni mpwa? Anatokana na nani? Anatokana na dada yangu ambaye ameshafariki. Anatokana na dada yako? Ndio. Aha, sasa nani alianza kufariki? Alianza kufariki mzazi au dada? Alianza kufariki baba mkubwa, akafariki dada, akafariki dada mwingine. Sasa yeye analivamia, nataka akae humo. Aha. Sasa mtaalamu wa Rita, nataka mtaalamu wa Rita, expert wa mirathi. Anakuja mheshimiwa. Ndege, tuletee mtaalamu wa Rita. Aha. Haya, sasa kaka yangu hapa Elieza, changamoto yake ni mirathi ambayo imekwenda kwenye ardhi. Naomba ukakae naye pale, umsikilize, umshauri na ufanye utatuzi wa jambo lake. Sawa sawa mheshimiwa. Elieza, huyu ndio wakili ambaye umeletewa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mkuu wa mkoa. Mshukuru mheshimiwa rais ndio alioleta haya yote. Asante rais sana. Haya, asante sana. Karibu dada. Asante mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba uongeze sauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa majina naitwa Sara Noah au Oliver Royce. Mimi ni mkazi wa Kyerwa. Una majina mawili? Ndio. Sara Noah. Jingine Oliver Royce. Kwa nini una majina mawili? Hilo Sara Noah nilipata wakati nilipofunga ndoa ya Kiislamu. Aha. Haya, sawa. Sawa. Mimi mgogoro wangu, nimenyang'anywa nyumba yangu na familia na ukoo wa mume wangu baada ya mume wangu kufariki. Nilikuwa nafanya kazi Kyerwa nikiwa nesi, nikanunua eneo, nikajenga, tumekaa pale na mume. Baadaye nikawa nimehama kazi, nimehamia Bukoba. Lakini baada ya mwanamume kufariki, wameivamia ile nyumba wakidai kwamba ni nyumba ya mirathi, wakati nina vielelezo vyote vya kununua na kujenga. Tumeishaenda mahakamani, nimewashinda, wamekataa kutoka, wameweka wapangaji mle kwenye nyumba yangu. Tumeenda kwenye baraza la kata, wanawaita wanakataa. Kwa sasa hivi nilivyosikia kuna msaada wa kisheria, nikasema nifike hapa niweze kupatiwa msaada kwa hilo hitaji langu. Nashukuru sana. Hiyo hukumu ya mahakama unayo hapo? Ndio. Unayo hapo? Ndio. Naiomba. Huyu Adili Nua ni nani?
ndiye aliyekuwa ameteuliwa kama msimamizi, na kuna vitu vingine vimepotea vingi kama ng'ombe, kama mashamba, lakini vitu hivi nilikuwa nimeviacha. Kilichoniuma zaidi kwamba nimetafuta mimi mwenyewe amechukua. Na mimi na watoto na wasomesha, wala sipati msaada wowote kwenye mali za marehemu. Kwa hiyo mahakama ilimuondoa kwenye usimamizi wa mirathi. Ilimuondoa, lakini walikataa kuita kikao. Mpaka sasa hivi wamekataa kuita kikao. Kwa hiyo hakuna msimamizi wa mirathi. Hakuna msimamizi. Tumeenda kwenye baraza, bado wao wanasema kesi iko mahakamani wakati imesharudishwa huko nyumbani. Haya. Esther, naomba mwanasheria. Haya, mwanasheria msomi, unaitwa nani? Naitwa Samuel Angero. Haya, sasa shauri la dada Sara. Geuka hivi shauri la dada Sara linahusiana na ardhi, kwa sababu kwa mjibu wa maelezo yake ile nyumba sio sehemu ya mali za marehemu. Sasa tunakukabidhi kwake. Umetumwa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba Sara anapata haki yake. Kwa hiyo kuanzia sasa enda naye pale kwenye kibanda, anza kushughulikia shauri lake. Sawa mheshimiwa. Haya, asante. Sara, mshukuru Mheshimiwa Rais, sio mimi. Watu wa Mungu, naomba makofi mengi sana 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 kwa Mheshimiwa Waziri na kwa Mheshimiwa Rais. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais tafadhali. Dr. Samia oye! Msaada wa kisheria oye! Oye! Haki za binadamu oye! Oye! Mheshimiwa Profesa Hajat Fatuma Mwasa oye! Oye! Ninawashukuru sana. Jamani, makofi mengi sana 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 kwa Mheshimiwa Waziri. Makofi wa kina mama, naomba nisikie vigelegele vingi.